Hapa kuna watoto 15. Hao wote ni watoto wangu. Watoto hao ni wa mama watatu. Mimi kwanza ni mtu ambaye nilikuwa napenda tu niwe na familia kubwa. Ndio maana nikatokea kupata hao watoto. Lengo na mazumuni ni kuwa na familia yangu ambayo itajitosheleza kabisa kwenye mahitaji ambayo mimi nitakuwa natamani niwe na maisha gani. Ndio maana nikaamua kuwa na watoto hao wote 15. Mimi mtoto wa kwanza nimempata nikiwa na umri wa miaka 17. Kwa hiyo nikiwa na miaka 17 nikawa nimempata mtoto wa kwanza. Kwanza mimi nataka nizungumze jambo moja. Kwangu mimi sikuwa na mashaka sana kuhusiana na malezi. Kwa sababu ninachokiamini ni kwamba Mwenyezi Mungu anapokupa nafasi, anakupa na namna ya kuitumia. Lakini mimi nashukuru Mwenyezi Mungu alinipa nafasi angalau kidogo ya kula na ndugu zangu. Nimeanza kula na ndugu zangu kabla hata sijawa na hawa watoto. Lakini kwa baada ya kuanzisha maisha yangu, Mwenyezi Mungu ameamua kunibariki kupata hawa watoto. Na ninashukuru Mungu wanaishi maisha ya kawaida, sio maisha magumu kiasi kwamba labda naweza nikajilaumu kuwazaa. Hapana. Wanaishi tu maisha ya kawaida kama wanavyoishi binadamu wengine. Kwa hiyo kuwa na watoto hawa 15 mimi kwenye maisha yangu sijutii kwa kweli. Sijutii, ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Majina yao yote nawakumbuka. Nawakumbuka wote kabisa majina yao. Nawakumbuka majina yao yote. Isipokuwa tu labda kwenye tarehe zao za kuzaliwa. Lakini kwenye mwaka naweza nikawakumbuka. Mwaka pia waliozaliwa naweza pia nikawakumbuka. Mimi sasa hivi bado ni kijana. Na umri wangu bado unaruhusu sana kuendelea kupata watoto wengine. Leo mimi nina miaka 36. Kwa hiyo naamini kuja kufika miaka 50 siwezi kusema nimefika limitation kwamba siwezi kuongeza watoto wengine. Kwa sababu umri bado unaniruhusu kuendelea kupata watoto, lakini pia hata Mwenyezi Mungu siwezi jua amenipangia nini. Kuna watu wana watoto mpaka 50. Na wapo wanaspendi, wanafurahia maisha yao wala hawana mashaka yoyote. Kwa hiyo na mimi naamini kwa nafasi yangu nilokuwa nayo na kwa umri wangu nilokuwa nao, kama Mungu ataamua kunipa watoto wengine, it is okay. Mimi niko tayari kuwapokea. Kwangu mimi malengo yangu ikomee kwenye 20. Wanatosha. Bado watano. Lakini katika kundi la hao wanafunzi tuna watoto wa bunge, tuna watoto wa Mheshimiwa Ferguson Aaron Mkingwa ambao wameambatana na wapo katika kundi hilo. Haya. Asante sana. Ila ameniandikia hapa Bwana Nkinga kwamba hawa ni watoto wangu wa kuzaa. Mheshimiwa, simame Ferguson atumjibu. Asante sana. Asante sana. Tuna wanachama kaeni tu, tumeona kazi ya baba yenu. Tuna wanachama wa Red Cross kutoka mkoa wa Dodoma. Wanachama wa Red Cross wako pale juu. Karibuni sana ndani ya bunge.